kuhusu. Wewe hauko tena chini ya kongwa la kushindwa, la kuoza au kuharibika. Kwa hiyo wewe sio mtumwa wa dhambi tena. Usema shetani alinipitia. Nikaingia kwenye hili jaribu au kwenye hii dhambi, nikaingia kwenye aina hii ya maisha. Hapana mtumishi. Wewe kwa habari ya dhambi umeshakufa. Dhambi haina nguvu wala utawala dhidi yako tena. Wewe uko hai ndani ya Kristo, unao mamlaka juu ya mwili wako. Kumbuka mwanadamu ni roho, anayo nafsi, anaishi katika mwili. Ndio maana neno linasema basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti. Sio, unaelewa ile andiko? Yaani linaelezea au linawasilishwa kwa ajili ya roho yako. Ndio maana naambiwa dhambi isitawale ndani ya mwili wako au miili yenu. Ina maana wewe sio mwili mtumishi. Wewe ni roho, unayo nafsi. Nafsi ni sehemu ya roho. Na unaishi kwenye mwili. Makatika la bazira. Mtoto wa Mungu anasema umetoka katika kifo cha kiroho na kuingia katika ulimwengu wa uzima wa Mungu. Unapogusa vitu haviharibiki, vinakuwa na ubora. Kwa nini? Kwa sababu haki ya Mungu hurekebisha mambo, hubeba uzima, hubeba mafanikio na utukufu. Wewe ni haki ya Mungu katika Kristo Yesu. Yani yale maandiko ya mtumishi na kuambia, ukiyasoma unarudi tena, unaangalia, unasoma kama mara 3, mara 4, mara 5, unatafakari, unasema yani Umesikia hili neno lilivyo zito? Kwamba wewe haupo ndani ya mauti tena. Umeshatolewa kutoka katika kifo cha kiroho au ile mauti ya kiroho. Sawa? Umeletwa katika upya wa uzima, katika ulimwengu wa uzima mtumishi. Na uzima gani? Ni uzima wa Mungu. Na kwa maana hiyo unapogusa vitu haviharibiki, vinakuwa bora. Lazima uwe mtazamo wako na fikra yako mtumishi. Yaani umebeba uzima. It's called God kind of life. Yaani ni aina ya uzima wa Mungu. Ule uzima ambao hauchuji, hauharibiki, haufubai, hausinyai, haudumai. Laura golo baraba sitili barabanda.